Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 22 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tumekuja miguuni pako kwa unyenyekevu na kwa furaha nyingi, kwani kwako tunapata ondoleo la dhambi, kwako tunapata pumziko, kwako tunapata neema na rehema yako nyingi ambayo tumeishuhudia maishani mwetu. Jina lako litukuzwe sana. Tunakuja kwako tukiomba utusamehe dhambi zetu, tukiomba utulinde na kutuongoza siku ya leo. Twajikabidhi kwako sasa na hata milele katika jina la Yesu, amina. Mada inasema nguvu kwa ajili ya leo. Zekaria 13 aya 9 imeandikwa, nami nitalileta fungu lile la tatu na kulipitisha kati ya moto, nami nitawasafisha kama fedha isafishwavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribiwavyo. Wataliita jina langu, nami nitawasikia. Mimi nitasema, watu hawa ndio wangu, na watasema, Bwana ndiye Mungu wangu. Kwa njia ya majaribu Bwana huwaimarisha watoto wake. Je, moyo una nguvu hata kuweza kuvumilia? Je, dhamiri haina hatia? Je, Roho Mtakatifu hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba tu watoto wa Mungu? Bwana anatuhakiki kwa kutupatia majaribio. Katika tanuru la mateso, anatusafisha mbali na uovu wote. Huruhusu majaribu yatujie, si ili kusababisha maumivu yasiyo na maana, bali ili kutuongoza tumtazame yeye, kuimarisha uvumilivu wetu, ili kutufundisha kwamba ikiwa hatutaasi bali kumwamini yeye, tutauona wokovu wake. Upendo wa Kristo kwa watoto wake ni wenye nguvu kama ulivyo wa upole. Ni upendo wenye nguvu kuliko mauti, kwa maana alikufa kwa ajili yetu. Ni upendo wa kweli zaidi ukilinganishwa na ule wa mama kwa mtoto wake. Upendo wa mama unaweza kubadilika, lakini upendo wa Kristo hauwezi kubadilika. Paulo anasema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayo kuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi sura ile ya 8 aya 38 na 39. Katika kila jaribu tunayo faraja imara. Je, Mwokozi wetu haguswi na hisia za udhaifu wetu? Je, hajajaribiwa katika mambo yote kama sisi? Je, hajatuita tupeleke kila majaribio na mashaka kwake? Hivyo basi tusijisumbue kwa sababu ya mahangaiko ya kesho. Beba mzigo wa leo kwa ujasiri na furaha. Lazima tuwe na imani na tumaini leo, lakini hatujaombwa kuishi zaidi ya siku moja kwa wakati. Yeye atupaye nguvu kwa ajili ya leo, atatupatia nguvu kwa ajili ya kesho. Hakuna kitu kinachoijeruhi nafsi kama mishale mikali ya kutoamini. Majaribu yanapokuja, kama ambavyo yatakuja, usiwe na wasiwasi wala usilalamike. Ukimya rohoni hufanya sauti ya Mungu kusikika zaidi. Ndipo walipofurahi kwa kuwa yametulia. Zaburi ya 107 aya 30. Kumbuka kwamba chini yako kuna mikono ya milele. Ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi. Zaburi ya 37 aya 7. Anakuongoza kwenye bandari ya uzoefu mzuri.
Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, leo ni Juni 22, mada ikisema nguvu kwa ajili ya leo. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.